Tumekuja ndio na demand tatu. Kwanza, polisi watuelezee kinagaubaga kilichofanyika mwaka uliopita, na katika mkondo wa maandamano ambazo zitakuwa zinaendelea, tumesema kwamba tutaenda katika taasisi za kiserikali na idara za kiserikali, kama vile kwa mfano kwenda kama bunge. Sababu ile ambayo inafanya tuseme kwamba serikali ya Ruto na Kindiki haina uwezo ya kutupatia haja ni kwa sababu tarehe 25 mwezi wa 6 utakuwa ni mwaka mmoja baada ya uhalifu huu kutendeka. Kwa hivyo hatuwezi tena tukarudi tukadhania baada ya wiki moja tutapata haki. Tutakuwa tunajidanganya. Baada ya matendo haya na mauaji haya, serikali ilisema na iliambia wananchi kwamba itawapatia haki, itawatendea haki, na haijafanya mwaka moja baadaye. Ndio maana wamama wa wale waliouliwa watakuwa wanakuja mjini kudai haki. Pili, katika kuhusiana na hali ya mtakarufu ama hali ya fujo ile ambayo tumeiona, nadhania tunaweza tukatumia mifano ambayo tumeona katika nchi zingine. Pale panapotokea hali ya fujo ambayo umeendelea kwa muda mrefu na tumekuwa na kitu inaitwa emergency, inakuwa vigumu kufanya kura. Tunajua na Wakenya wanajua kwamba hii ni serikali ambayo ilijaribu kuongeza muhula yake ifike miaka 7 baada ya miaka 5 kama kawaida. Lakini kwa sababu waliona kwamba wananchi hawakubaliani na mambo hiyo, wanaweza wakatumia njia mbadala ya kufikia lengo hilo. Asante.